ACT Wazalendo ni chama cha upinzani cha aina gani? ACT Wazalendo ni chama cha upinzani makini, chama ambacho kimeamua kujitofautisha na chama kingine chochote katika nchi yetu au kuwahi kutokea katika nchi yetu. Chama kilichojikita kwenye masuala yanayowasibu wananchi wa Tanzania kila siku. Chama kilichokuja na sera boda mbadala, sera ambazo tunaamini zinaweza kuikwamua nchi yetu kwenye lindi la umaskini, kutokuwa na maendeleo, mkwamo wa kimaendeleo tuliokuwa nao kwa muda mrefu. Tulitegemea miaka hiyo wakati wazee wetu Rais Nyerere na wengine walipokuwa wanaitafuta uhuru wa nchi hii, tungekuwa tumefika mbali kulinganisha na wengine. Utofauti wa ACT Wazalendo na vyama vingine vya upinzani hapa nchini ikiwemo Chadema ni upi? Kwanza ni chama ambacho kinajitambulisha kwa kuwa na demokrasia ya ndani, kuhakikisha kwamba tunawezesha ukuaji wa chama kimawazo, kimatendo, kimazungumzo na kimaamuzi. Maamuzi yote ya chama cha ACT Wazalendo yanachakatwa, yanapokelewa kutoka watu mbalimbali, wanachama na wengine wakiwemo, lakini yanapita kwenye vikao sahihi vya chama na kuidhinishwa na hao waliowakilishwa, kamati kuu, halmashauri kuu, mkutano mkuu, secretariat na kamati ya uongozi. Kila mtu anafanya wajibu wake kuhakikisha kwamba chama kinachofanya maamuzi, chama kinapotekeleza jambo kimepita na kimechakatwa ipasavyo kwenye ngazi zote za chama. Lakini pili, tumekuwa ni chama ambacho kina bahati sana kwamba unafahamu historia ya chama cha ACT Wazalendo kilivyojengwa, kimetokana na migogoro iliyotokea ndani ya chama cha Chadema. Lakini pia mwaka 2019 tukapokea ugeni mkubwa kutoka chama cha CUF, wanachama waliokuja kwetu chini ya marehemu Maalim Seif. Kwa hiyo kimeona jinsi ambavyo vyama kinapita kwenye migogoro ya kiutendaji, ya kiongozi. Unasema ya kwamba chama cha ACT Wazalendo vile vile ni moja kati ya chama chenye demokrasia sana ya ndani bila shaka. Ndiyo. Tumeshuhudia wakati wa nyuma hapa moja kati ya viongozi ama kiongozi wa chama chako cha ACT Wazalendo alipojaribu kuwa challenge kidogo, mlimfutilia mbali na kumsimamisha uongozi pamoja na chama. Demokrasia hii mnayoisema ni aina gani, Mheshimiwa Semu? Demokrasia hii tunayosema kwanza ni shirikishi, lakini inayofuata michakato ambayo tumejiwekea wenyewe. Kila kabla ya uchaguzi mkuu ndani ya chama tunapitia kanuni zetu za uchaguzi, tunajaribu kutengeneza kanuni ambazo zitakuwa bora, zitaendeleza ukuaji wa demokrasia ndani ya chama, zitasimamia ukuaji wa demokrasia ndani ya chama, lakini pia zitaadhibisha pale demokrasia inapotaka kutumika vibaya ndani ya chama. Kuwepo kwa demokrasia ndani ya chama hatujasema kwamba ni kuzuia, kuadibisha na kuwajibisha pale kunapotokea utovu wa nidhamu au fanya kazi pasavyo kwa viongozi. Kwa hiyo ndani ya ACT Wazalendo pia tuna mchakato wa namna ambavyo tunaweza kuwajibisha viongozi wetu, kuanzia kiongozi wa juu, kiongozi wa chama mpaka kiongozi wa ngazi ya msingi. Utaratibu ambao umewekwa kikanuni, umewekwa kikatiba, na ambao utampa fursa kiongozi kuitwa, kujieleza, na ambao utampa fursa mwanachama kumshtaki kiongozi. Sifahamu unamuongelea nani? Mnamuongelea aliyekuwa nani wa Dar es Salaam, binti huyu aliyepinga uteuzi wa Mpina. Sasa huyu alikuwa na michakato ndani ya chama ambayo ilifuata katiba ya chama. Alilalamika ya kwamba hamkumpa nafasi. Na ndiyo katiba ya ACT inavyotaka. Unapolalamika, fuata utaratibu wa malalamiko uliowekwa ndani ya chama. Nafasi ya kusikilizwa. Hapana, anahitaji aitumie hiyo nafasi kuomba asikilizwe. Ndio utaratibu wetu unavyosema. Ninyi mnamfukuza mtu hata bila kumpa nafasi ya kujieleza. Kiongozi wa chama ni kiongozi mkuu wa chama hiki na viongozi wote, na mwelekezaji mkuu wa chama. Na kiongozi wa chama sio
wajibu wake kujadili mwanachama mmoja mmoja. Yeye anakuwa sehemu ya michakato ya vikao mbalimbali vya chama ambavyo vinaweka kanuni, ambavyo vinaboresha katiba. Kwa hiyo unakiri kwamba mlimfukuza bila kumpa mimi nafasi ninachotaka ya kukwambia hivi, kusikiliza? taratibu za chama kutokana na katiba ya ACT Wazalendo ilivyo, ndivyo vilipelekea hiyo michakato mpaka ilipofika. Na iwapo yeye kama mwanachama anaona ametendewa ndivyo sivyo, kuna taratibu ambazo anatakiwa afuate na ziko wazi ndani ya chama. Kwa hiyo angepita huko sasa akaja kueleza labda mambo yalikuwa vipi, hilo tena sio ngazi ya kiongozi wa chama kujadili. Hilo linaenda kwenye mchakato ambao mwenyekiti wetu wa hiyo kamati ni makamu mwenyekiti Tanzania Bara. Kwa hiyo kanuni ziko wazi, katiba yetu iko wazi, jinsi ya kupata haki yako ziko wazi, aidha kukubali, kukataa au kukata rufaa ziko wazi. Ulichukua uongozi kutoka kwa Zitto Kabwe mwaka 2024. Leo una yapata miaka miwili Mheshimiwa Semu ofisini. Ni mafanikio gani makubwa ambayo ACT Wazalendo imeyapata chini ya uongozi wako ambayo Zitto Zuberi Kabwe alishindwa kuyafanikisha? Kwanza mimi nipongeze uongozi wa Zitto Zuberi Kabwe. Aliweza kufanya kazi kubwa sana kwa miaka 10 ya ujenzi. Kumbuka hichi ni chama cha mwisho kusajiliwa Tanzania, lakini kimekuwa kikionyesha ukuaji mkubwa, kimekuwa kikionyesha njia kwenye maswali mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ambayo yanapaswa chama cha siasa kifanye wajibu wake. Na mimi ninaamini alifanya wajibu mkubwa sana kukifikisha ACT Wazalendo kilipo mpaka nilipopokea kijiji. Yapi uliyofanya aliyoshindwa kutekeleza? Najivunia. Siwezi kusema kuna aliyoshindwa kutekeleza kwa sababu chama hiki hatufanyi tu mambo kwa vile kiongozi ameamka leo ameamua kufanya. Chama hichi kinafanya mambo kutokana na mikakati tuliyojiwekea. Ni chama ambacho kinakaa na kutengeneza mpango mkakati wa chama. Tufanye hili, tufanye lile. Kwa hiyo mwisho wa siku kiongozi huyu akifanikiwa ni mafanikio ya yote, akifeli ni mafanikio ya wote. Kwanza nimekipokea chama ambacho kilikuwa kinaelekea kuingia kwenye uchaguzi mkuu wake wa 3 kama chama makini cha siasa. Tuliweza kupita kwenye mchakato wa kupata viongozi wagombea katika nafasi mbalimbali: urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwakilishi wa Zanzibar na madiwani katika ngazi mbalimbali. Na tumeweza kutengeneza ilani bora na tumeweza kushiriki michakato hiyo kwa umakini kabisa kama chama makini cha siasa. Lakini sio hivyo tu, tunafahamu kwamba mwaka 2024 tulikuwa tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. 2025 tulikuwa tuna uchaguzi mkuu. Nimekipokea chama hiki March 2024. Kwa hiyo Watanzania, pamoja na hali ya siasa iliyokuwepo, sisi kama ACT Wazalendo tulikuwa tuna wajibu mkubwa kwanza wa kuwaeleza wananchi kwa nini tuende kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, nini tutatoa. Tulitoa ilani bora kabisa serikali za mitaa, tulikuwa tuna wagombea wengi wa serikali za mitaa. Lakini pili, tuliendelea kusukuma uwepo wa mazingira bora ya uchaguzi, kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Ukijitathmini wewe kwa takriban miaka miwili hii, unaona kwamba unatosha kuendelea kuwa kiongozi wa ACT Wazalendo? Ninatosha. Hii nafasi niligombea, sikupewa zawadi. Niligombea nikiwa na hoja na niliahidi mambo 3. Jambo la kwanza, niliahidi uongozi wa pamoja. Uongozi ambao utakuwa ushirikishi, uongozi ambao utakuwa tija. Jambo la pili, niliahidi sera bora. Sera bora, kwa sababu hizo ndizo kazi na wajibu wa kiongozi wa chama. Kuhakikisha kwamba yeye ni mkuu wa sera, kuhakikisha kwamba chama kinatoa sera ambazo zinajibu changamoto za Watanzania. Wapinzani wenu wa kisiasa wanasema ya kwamba wewe ni kama kiongozi kivuli wa chama cha ACT Wazalendo, na ACT Wazalendo bado inaongozwa na Zitto Zuberi Kabwe kama kiongozi mkuu. Hayo ni maneno ya wapinzani, hatushangai. Siku zote wanaoitwa wapinzani wa chama ni watu ambao watajaribu kuwavuta nyuma, kuwavuta shati, kuwaonesha kwamba mnaenda ndivyo sivyo. Lakini wewe unaona kwamba wewe ni kiongozi kivuli. Ni chama ambacho uongozi unahama kutoka
kiongozi mmoja kwenda kiongozi mwingine kwa ukamilifu. Hakuna masalia ya uongozi. Na mimi nimekuwa nikifanya kazi yangu ya kuongoza chama hiki kwa ukamilifu. Zaidi ya hapo, sisi tumeamua kuwa na chama ambacho kiongozi mmoja anapoondoka kwenye nafasi yake, anaendelea kuwa sehemu ya viongozi wakuu. Kwanza, kuwa na mwendelezo wa uongozi na mawazo bora ya kiongozi. Pili, kuendelea kujenga na kuimarisha chama chetu na kutotupa hazina kubwa ya uzoefu wa kiuongozi, uzoefu wa kimawazo kutoka viongozi waliotutangulia. Kwa hiyo sisi tunajivunia kwamba yote hayo yameweza kufanya kazi vizuri sana ndani ya chama chetu cha ACT Wazalendo. Nimepokea uongozi, nimeendeleza uongozi, lakini tumeendeleza kufanya kazi na viongozi waliotutangulia. Sura ambayo haiko kwenye chama kingine chochote cha siasa Tanzania. Tunaona kwenye vikao zote imekuwa kubadilishana uongozi. Ni kama vita, na kwamba huyu haji kwenye vikao, huyu aonekane, huyu ashirikishwe, lakini sisi tumekuwa ni kitu kimoja na tumeendelea kufanya kazi. Lakini unasema ya kwamba wewe ni kama kivuli tu. Kivuli cha nani? Kiongozi hakuna nafasi ya kiongozi kivuli kwenye ACT Wazalendo. Wala watu wasidanganyike, hawafahamu chama hichi kinavyofanya kazi. Sijui ni kitu gani kimeonyesha, lakini uwepo wa wale viongozi wastaafu ni wako pale kikatiba, wanaendelea kuwa sehemu ya viongozi wakuu kikatiba, wanaendelea kushirikishwa na kufanya kazi pamoja. Unaweza mkafanya, wewe ukiwa kama kiongozi wa chama, ukafanya maamuzi yoyote makubwa bila kumshirikisha Zitto Kabwe kama kiongozi. Ndio, ninafanya wajibu wangu. Nimekuwa nikifanya hivyo tangia nilipopokea chama hiki. Zitto Kabwe ni sehemu ya kamati ya uongozi. Kwa hiyo lazima umshirikishe. Ambacho sio lazima. Lakini mara nyingi unamshirikisha kwenye maamuzi mnayochukua. Nisikilize, ni kikao ambacho kina viongozi wakuu, ikiwemo viongozi wastaafu, mwenyekiti mstaafu na kiongozi wa chama. Yote mnayoyafanya ni lazima muwashirikishe hao wastaafu. Ikiwa ni sehemu ya kamati ya uongozi, wao ni sehemu ya kamati ya uongozi. Lakini haininyimi mimi kama kiongozi wa chama kufanya maamuzi, kuelekeza na kutenda wajibu wangu kama ninavyotaka. Kwa nini ACT Wazalendo kimeshindwa kujijenga kama chama cha kitaifa chenye mizizi ya kweli nje ya ngome zake za kisiasa kama vile Kigoma, Kilwa na Zanzibar, na bado tunaona ikitegemea sura tu za uanzilishi wake? Kwa nini imeshindwa kujengeka kitaifa? Odemba, hujakijua chama cha ACT Wazalendo, na sijui hilo swali lako unatumia takwimu gani. Takwimu za uchaguzi wa serikali za mitaa ni dhahiri shairi. ACT Wazalendo ilikuwa na wagombea nchi nzima, vijiji, vitongoji, nchi nzima, bila kujali lilikuwa ngome au halikuwa ngome. Pili, uchaguzi mkuu wa 2025 tumepata wagombea ubunge kutoka nchi nzima, wagombea udiwani kutoka nchi nzima. Na isitoshe, sisi ni chama cha pekee ambacho kina uwakilishi mkubwa wa kupata wagombea sehemu mbalimbali bara na visiwani. Hakuna chama nchi hii chenye sura na uwezo na kimejikita mizizi kama ACT Wazalendo. Ukiangalia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna vyama vingine viko upande mmoja wa jamhuri, haviko upande mwingine wa jamhuri. Sisi ni chama pekee ambacho hilo tumelitimiza, na tunaweza tukapata mwakilishi kutoka eneo lolote la Tanzania. Unahisi ni chama gani cha upinzani hapa nchini kinachopendwa na Watanzania? ACT Wazalendo. Kwa sababu ni chama ambacho kimekuwa kikijibu hoja za Watanzania, kimekuwa hakiondoki midomoni mwa Tanzania, kimekuwa ni chama ambacho kila siku kimekuwa kikisikiliza mambo gani yanayowakera Tanzania, mambo gani yanayoudhi, mambo gani wanatafuta masuluhisho. Na sisi tumeenda mbali. Sio tu chama cha kulalamika, sio tu chama cha kulia majonzi, lakini ni chama cha kutoa masuluhisho. Sisi ni chama pekee ambacho tumevuka mipaka ya kutetea makundi mbalimbali wa Tanzania. Sisi ni chama ambacho tumewahi kuita mazungumzo na waandishi wa habari, tukiongelea Mbazi, tukiongelea wakulima, tukiongelea wafugaji wadogo, tukiongelea wachimbaji wadogo, tukiongelea mama ntilie, tukiongelea machinga. Kwa hiyo sisi ni chama pekee ambacho dhima yetu ya uwepo imebaki kuwa mikononi mwa Watanzania wa kawaida, kumsemea kila Mtanzania ambaye ana jambo moja au jingine. Chama cha upinzani Tanzania kinachopendwa ni ACT
Wazalendo. Ndiyo, ninasema hivyo kwa kujiamini kabisa. Ukiacha ACT Wazalendo, ni chama gani kingine cha upinzani kinachopendwa? Kuna vyama vingine vipo ambavyo vimekuwepo miaka mingine yote. Mimi nafikiri hiyo ni kazi sasa ya Watanzania kuamua. Mimi hapa nipo kuongelea chama changu cha ACT Wazalendo ambacho ninaamini kimeendelea kutimiza wajibu wake wa kisiasa kama chama makini. Watanzania wanawachukulia serious. Very serious. Wangekuwa Watanzania watuchukulia serious, tusingepata maelfu kwa maelfu ya watu ambao wametaka kushiriki uchaguzi, kugombea kwa kupitia jukwaa la ACT Wazalendo. Serikali za mitaa, uchaguzi mkuu tunapata uungwaji mkono kila mahali tunapoenda, na isitoshe Watanzania wametuamini, wakatupa wawakilishi kwenye halmashauri mbalimbali za udiwani, kwenye ubunge, hata katika mazingira magumu ya uchaguzi yaliyopo. Kwa hiyo sisi tumeendelea kuwasemea Watanzania waliochagua na hata ambao hawajatuchagua, na kuhakikisha kwamba dhima yetu kama chama makini cha siasa, chama ambacho kinasimama mbadala kwa ajili ya mtu wa kawaida, Tanzania wa kawaida, Tanzania wa hali ya chini, chama ambacho siku zote kimekuja na mawazo mbadala, nini kifanyike ili nchi hii ipate mabadiliko ya kweli, maono ambayo wale waliopigania uhuru wa nchi hii waliona kwamba kila Mtanzania apate maisha bora. Tarehe 16 mwezi Januari mwaka 2025, Dorothy Jonas Semu ulitangaza nia ya kugombea urais na ukawa kiongozi wa kwanza wa upinzani kutangaza nia hiyo. Na wakati wa kuchukua fomu ilipofika, ulichukua fomu ya kugombea urais na ukidai ya kwamba unaenda kupambana na mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan ili uweze kumshinda. Baadaye uliingia mtini. Shida ilikuwa nini? Kwa nini ulikimbia mapambano hayo? Ni vizuri watu kutambua kwamba nilitumia haki yangu kama mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo na kama kiongozi na mtu nilokuwa na nia ya kugombea urais wa Jamhuri. Kwa nini ulikimbia mapambano? Wa Muungano wa Tanzania. Sikukimbia mapambano. Ili uwe mgombea wa Jamhuri ya ugombea urais, ubunge na udiwani, ni lazima upate ridhaa na chama cha siasa. Kwa hiyo wakati tunachukua fomu, wakati wa awali ilisubiri michakato ya ndani ya chama kuendelea na kukamilika, na baadaye chama chetu kilipata wagombea wengine wawili na michakato ikaendelea na tukaamua kama chama cha siasa kinachosikiliza watu, kinachofanya utafiti, kinachotambua wajibu wake wa wakati, kuwa na mgombea mwingine. Hivyo ACT Wazalendo, chama chako, kiliona hautoshi na ufai kupeperusha bendera ya chama chake. Hakuniona sitoshi. Bali tuliamua kwa pamoja kuwa na mgombea mwingine wa urais, na mimi kama kiongozi wa chama kuongoza zoezi hilo la kutafuta mgombea makini kwa ajili ya urais. Mimi nina nafasi nyingi katika chama. ACT Wazalendo hamkuwa na mgombea makini wa urais mpaka mkampa mtu ambaye alikuwa chama cha upinzani wenu, kwa maana Chama cha Mapinduzi, kuja kupeperusha bendera ya chama. Tulikuwa na wagombea makini. Lakini kati ya wagombea makini ni lazima chaguliwe mmoja. Lazima chaguliwe mmoja ambayo tunaona huyu ataenda kufanya kazi hiyo kwa umakini zaidi. Wewe au kuwa mgombea makini? Mimi nilikuwa mgombea makini na niliamua kujiondoa kama kiongozi wa chama na kumpa nafasi ndugu Luhaga Mpina. Alikuwa makini zaidi yako. Tulijua kwa utafiti, tulijua matokeo ya kumpata mgombea kama Luhaga Mpina yangeletea nini chama chetu. Kwa hiyo halikuwa swala la Dorothy, halikuwa swala la huyu au lile. Lilikuwa ni swala la kumpata mmoja atakayewakilisha chama chetu kwa umakini, kwa uwezo, lakini pia atakayeongeza ushawishi zaidi, ambayo wewe usingeweza, manake haukuwa na ushawishi. Sio kwamba singeweza, ningeweza, ndio maana niligombea. Ila Mpina alikuzidi ushawishi. Niliona hitaji ambalo ni jukumu la kiongozi wa chama inapofika uchaguzi kupata viongozi wa uwakilishi bora wa kugombea nafasi mbalimbali. Unawezaje sasa? Mimi niliamini kwamba Mpina angeweza kufanya kazi hiyo kwa ubora zaidi, na mimi nitumike kwa masuala mengine kama kiongozi wa chama. Unawezaje sasa kuongoza chama
ambacho kinaona ya kwamba hauna ushawishi, kinaona ya kwamba hutoshi, na wala inaona ya kwamba haufai kusimama kupeperusha. Sio kweli. Na michakato ya ndani ya chama haiendi hivyo. Kwa sababu unasema mlitafuta mtu aliyekuwa na ushawishi. Nisikilize, mimi ni kiongozi wa chama. Na moja ya jukumu langu ni kupata wagombea bora na makini wa chama katika nyanja zote. Hivyo Mpina alikuwa bora kuliko wewe. Kama kiongozi wa chama, niliona ni vema kumwachia Mpina aendeleze. Alikuwa bora kuliko wewe. Katika swala la urais. Alikuwa bora kuliko wewe. Hakuwa bora kuliko mimi, lakini nilimpa nafasi ya kugombea. Nilijua anaweza akaifanya kazi hiyo hiyo kama ambavyo mimi ningefanya, na ambavyo chama kingeweza kumwezesha, na ilani yetu angeweza kupata matokeo bora zaidi kama mgombea urais. Hiyo ndo kazi ya chama cha siasa. Unatafuta wagombea bora, wagombea ambao watafanya kazi hiyo, lakini haina maana wale ambao hawakuweza kupata nafasi hiyo ya wakilishi sio bora, watatumika katika nafasi nyingine. Mliwezaje kujua ya kwamba alikuwa ni bora, mtu ambaye hata mwezi hakuwa nayo ndani ya chama chenu? Kwanza inabidi ufahamu, Mpina hakutokezea tu. Mpina alikuwa ni zao la chama kutafuta wagombea wa nafasi mbalimbali. Akiwa sisi. Kazi ambayo tumeifanya sisi na viongozi wengine, kutafuta wagombea ambao atajua alikokuwa. Sisi tulikuwa tunatafuta wagombea makini. Mlianza kutafuta lini? Mapema sana. Mpina alitafutwa mapema sana. Ni kweli alikuwa Chama cha Mapinduzi, lakini tuliona hali iliyokuwa inaendelea katika chama chake. Na sio Mpina tu, tumekuwa tukitafuta wagombea wengi bora ili waje kutumia jukwaa la ACT Wazalendo kugombea, kuliendeleza, kutumia sera bora za ACT Wazalendo kushawishi na hatimaye kushinda kwenye nafasi mbalimbali, kuanzia ngazi za udiwani, ubunge, uwakilishi na hata urais kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumteua Mpina kuwa mgombea wa urais wa ACT Wazalendo iliwapa hasara, imewapa faida? Kumteua Mpina ilitupa faida kubwa kwa sababu tulipata mgombea makini, mgombea ambaye angeweza kupeperusha vema bendera ya chama chetu. Lakini safari hiyo iliingia bahati mbaya, iliingia sintofahamu kwa Dola kumwogopa mgombea wetu na kumzuia asiendelee kugombea nafasi hiyo. Jambo ambalo halijawahi kutokea sehemu yoyote katika historia ya nchi hii. Hakuna mgombea urais aliyenyimwa kugombea urais kwa sababu ambazo hazina kichwa wala miguu. Na hiyo ilikuwa ni hila ya Dola. Kumbuka, ndugu Mpina sio kuenguliwa tu, alinyimwa hata kurudisha fomu kwenye tume ya uchaguzi. Tume hawa waliotupa fomu za udhamini, tume hawa waliotupa miadi ya kuchukua na kurudisha fomu, walifika mahali wakasema tusikanyage ofisi za tume. Ushirikiano wenu na Dola liliogopa. Dola liliogopa mgombea mwenye ushawishi, mgombea ambaye angeleta ushindani kama Mpina kwenye uchaguzi. Ushirikiano wenu na Dola, ushirikiano wa ACT Wazalendo na Dola ikoje? Hatuna ushirikiano wote na Dola. Sisi ni chama cha siasa makini, tunachofanya kazi zetu na tunawasiliana pale inapotakiwa kuwasiliana, tunadai haki zetu pale inapotakiwa kudai haki zetu, tunakosoa, tunatoa masuluhisho badala. Hatuna mahusiano yoyote na Dola ya kipekee. Tuna mahusiano ya kawaida kama chama cha upinzani kinachosimamia haki za wananchi, kinachotafuta kuongoza nchi. Mahusiano yenu haya ya kawaida na Dola ni mahusiano ya aina gani? Kama nilivyoeleza, kuna saa tunalihoji Dola, kuna saa tunalikemea Dola, kuna saa tunaliuliza Dola, kuna saa tunataka maelezo kutoka Dola. Dola unayoizungumza ni Dola ya namna gani? Mimi ninaelewa ukisema Dola ni mifumo iliyopo ambayo chama cha siasa inaweza kuihoji, inaweza kuiuliza maswali na inaweza kutafuta majibu kutoka kwao. Ni mifumo iliyopo ambayo ndiyo imewekwa kusimamia vyama vya siasa. Lakini Dola linaenda mbali pia kuminya hata uhuru wa vyama vya siasa. Ndio naloliongelea hivi. Mna urafiki na Chama cha Mapinduzi? Hatuna urafiki na Chama cha Mapinduzi. Mna mahusiano? Tunakitambua Chama cha Mapinduzi kama chama tawala. Hatuna urafiki wowote nao. Na mna mahusiano na Chama cha Mapinduzi? Hatuna mahusiano na Chama cha Mapinduzi. Mna mawasiliano? Tunafanya kazi kama chama cha siasa makini kinachotaka kushika Dola na ambacho kinatambua mifumo na uwepo wa chama tawala madarakani, kinachotambua mifumo
na uwepo wa vyama vingine pinzani ndani ya nchi, na natambua kwamba tunafanya kazi hii katika misingi ya katiba na sheria za nchi. Mlishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Dorothem, ulionaje uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba 29? Ushiriki wetu wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 lilikuwa ni uamuzi muhimu, uamuzi ambao uliendelea kulinda heshima ya kura ya mwananchi, haki ya mwananchi ya kuchagua viongozi wake wakati wowote bila kupepesa uchaguzi mkuu. Naomba nikueleze kwanza unielewe, kwa sababu ukielewa hivi ndio utajua huu ulikuwa ni wajibu wetu wa kisiasa, ni wajibu wa kusimama na dola ambalo lenyewe linafikiri kuharibu, kupoka uchaguzi ni haki yao, lakini sisi ambao tunataka kusimama na wananchi sio haki yetu kujibu hayo mashambulizi. Sisi tulisimama kama askari tunaojua wajibu wetu. Sijauliza kwamba kwa nini mlishiriki uchaguzi. Swali langu la msingi, mlionaje uchaguzi mkuu kwanza Oktoba 29, uchaguzi kandamizi, uchaguzi ambayo mifumo yote ya dola ilishiriki kupoka haki ya wananchi ya kutafuta viongozi wao, uchaguzi ambao uliendelea kuminya haki ya msingi ya Mtanzania katika kusema anataka nini, katika kukosoa mifumo ya kiuchaguzi, uchaguzi ambao uliviminya vyama vya siasa na kuua ushindani uliotegemewa kwenye nchi iliyoamua kufanya siasa ya vyama vingi. Wakati mnaenda kushiriki kwenye uchaguzi huo, hamkujua ya kwamba mtakumbana na mambo ya aina hiyo? Tulijua, lakini sisi sio chama cha kukimbia changamoto. Sisi ni chama cha kukabili changamoto. Na kama nilivyokueleza hapo awali, tunapotengeneza nchi yenye ushindani wa kisiasa, nchi yenye vyama vingi vya kisiasa, wajibu wetu sisi sio kuwaachia wale wanaoharibu uchaguzi waendeleze dhuluma, bali ni kusimama kidete kupinga hiyo dhuluma na kuenesha njia sahihi ni vipi. Lakini jingine, ukiendelea kumwachia mtawala kama Chama cha Mapinduzi akaendelea kupoka uchaguzi, mwisho wa siku anashindwa kufahamu nini mwisho wa mipaka yake. Tumeona mwaka 2015 tupokuwa na baraza moja la chama wabunge kutoka wawakilishi kutoka vyama kimoja upande wa Zanzibar, kwamba wao walipokuwa peke yao walienda mbali wakaweka sheria ngumu za uchaguzi wa siku mbili. Lakini uchaguzi ndio jukwaa sahihi la kufanya ushindani wa kisiasa, la kuelezea namna gani CCM imeshindwa kutimiza wajibu wake wa kuongoza nchi. Lile lilikuwa ni jukwaa sahihi la sisi. ACT Wazalendo, mnajutia kushiriki uchaguzi mkuu? Hatujuti, kwa sababu hatujuti chochote. Tunasimama imara, tunasimama kidete. ACT Wazalendo kushiriki kwake uchaguzi wa 2025 Oktoba ndio umeleta evidence lukuki, umeleta ushahidi lukuki ya kuonesha uchaguzi ulivyoporwa, ulivyoibwa, na namna wananchi walivyosimama kidete kushindana na dola. Ushahidi huo umesaidia vipi wa Tanzania? Uchaguzi huu, ushahidi huo ndio utakayosaidia kuboresha. Tunaposema tunadai haki, tunaweza kuonyesha haki imeminywa wapi. Tunaposema tunataka sheria za uchaguzi zibadilike, tunaweza kuonyesha namna mawakala walivyonyimwa kufanya kazi zao, namna wagombea walivyoenguliwa, namna vyama vilivyonyimwa haki hata ya kuhesabu, namna vyama vilivyonyimwa haki hata ya kupewa fomu ya matokeo, namna viongozi walioshinda uchaguzi walioshindwa hata kutangazwa na kupewa haki yao. Unapopambana na dola kama la CCM, kuwaachia wapite bila kupingwa, bila kuona upande wa pili na kusimama na haki za wananchi, ni kupoteza haki ya wananchi. Dola na uchaguzi. Mnasema ya kwamba vyombo vya dola vimepoka mamlaka ya wananchi na kuipa CCM ushindi. Ndiyo. Lakini mbona mnaendelea kushiriki kwenye mifumo hiyo hiyo za uchaguzi mnazoziona si za huru na wa haki? Ni lini tunaendelea kushiriki tukipambania mabadiliko? Kwa sababu wananchi wanaona ya kwamba huo ndio mkakati wa ACT Wazalendo. Mnawachezea, tunasema hivi, haki inapiganiwa. Haki inapiganiwa, haitopewa kama sahani. Haki inapiganiwa, haitopewa mkononi kama sahani. Na unapopigania haki yako, kuna mbinu mbalimbali. Mbinu moja hapo ni kushiriki huo uchaguzi huo
kukosoa uchaguzi, mambo gani yalitokea, kuwa na evidence, na sisi tulienda mbali na kwenda mahakamani kuonesha kwamba uchaguzi uliibiwa hivi. Pale mgombea wetu wa urais alipozuiwa, tulienda mahakamani kutaka kurejeshwa kwa mgombea wetu, na bado kesi sasa hivi iko mahakama ya rufaa. Kwa hiyo kazi ya chama cha siasa inapotokea chama dola kama Chama cha Mapinduzi, ambapo kimejivalisha ukuu na kujivalisha kwamba kimepoka madaraka wananchi, kazi yako sio kukimbia ulingo wa mapambano. Kazi yako ni kubaki kwenye mapambano na kutumia mbinu tofauti tofauti kuhakikisha kwamba huyu anaondelewa kwa kila namna, kwenye uchaguzi, kwenye sheria, bungeni, kwenye halmashauri, na kuendelea kusimama na wananchi. Unaamini nini kuhusu kiongozi asiyeweza kuishi maneno yake, kiongozi muongo na mwenye kuahidi mambo asiyoweza kuyatekeleza? Mimi ninaamini ukiwa kama kiongozi na unapotoa ahadi, unasimama kutekeleza ahadi zako na unakuwa accountable, kwamba uwajibike kutokana na hizo ahadi ulizotoa, na pia wakati mwingine uelezee ahadi hizo umefanyia kazi, umefika wapi, na kama ulipata changamoto katika kutimiza ahadi hizo, uwe tayari kuzieleza kwa uwazi. Kiongozi muongo anapaswa kuaminiwa na umma? Hapana, hapasi kuaminiwa. Kiongozi asiyetekeleza ahadi zake anapaswa kuaminiwa na umma. Wewe ukijitathmini, wewe ni kiongozi muongo, sio muongo? Mimi ni kiongozi mkweli, na ni kiongozi ambaye mara zote nimerudi kwa wananchi, kwanza kwa wananchi wazalendo, lakini pili kwa wananchi kuwaelezea katika mkakati huu, katika hili tumepita hivi na tumefika wapi. Ni wajibu wa kiongozi, unapoahidi, unapotoa mchakato au namna mtakavyopita, uweze kutekeleza, kuendelea kutekeleza, lakini kuendelea kutoa mrejesho katika hatua mbalimbali. Kuna mambo mengine sio ya kufanikiwa ndani ya siku mbili, ni ya muda mrefu, ni ya muda mfupi. Kama ni hivyo, party leader, take a look. Sisi tunasema hatutasusia uchaguzi. Bila shaka huyu mtu ni wewe. Mtu ni mimi, na ahadi ni za kwetu. Oktoba tunakwenda kulinda kura. Lakini sababu ya tatu, Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuongoza taifa hili. Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kumkomboa Mtanzania kisiasa, kiuchumi, kijamii. Na ndiyo maana mpaka leo bado ujinga, umaskini na maradhi unatutesa Watanzania. Bado vijana wa Tanzania wanalilia na kutafuta ajira. Ninyi ACT Wazalendo hamtasusia uchaguzi, na Oktoba mtaenda kulinda kura. Ilikuwaje mkashindwa kulinda kura ambazo mliwaahidi wa Tanzania mtaenda kuzilinda, na baadaye? Kwanza Chief Odemba, uelewe concept ya kulinda kura. Nafikiri watu walifikiri tutaenda pale kujikusanya na kuanza kugombea masanduku ya kura. Concept ya kulinda kura ilikuwa ni mchakato unaoanzia kuanzia kutambua kata yako unaogombea, jimbo lako unalogombea, eneo unalogombea, kutambua unahitaji kura ngapi kushinda, kutambua na kulinda vyanzo vya uporaji wa kura, vyanzo vya kuiba kura, mbinu mbalimbali ambavyo Chama cha Mapinduzi vimekuwa vikitumia katika kupoka sauti za wananchi na kubadilisha matokeo. Mlishindwa nini sasa? Hatukushindwa. Tumefanikiwa sana katika zoezi ya kulinda kura. Nitakueleza. Kwanza, yote yanayoongelewa leo hii ni matokeo ya ushiriki wetu. Wengine wote wamesema uchaguzi uliendelea, ulikuwa vizuri. Sisi tumeelezea changamoto zilikuwa ni zipi. Tusingeweza kufahamu changamoto hizi kama sio ushiriki wetu na ulinzi wetu katika michakato ya kura. Lakini sio hivyo tu, baada ya uchaguzi sisi tulikuwa na kesi 84. Unatambua ndugu Chief Odemba, huwezi tu kwenda kufungua kesi kwa vile unaenda kujifurahisha. Unaenda kufungua kesi kwa vile una evidence za uporaji. Mlifanikiwa kulinda kura, hamkufanikiwa kulinda kura. Usimamizi na mwenendo mzima na mchakato mzima wa uchaguzi. Kwa hiyo sisi katika ulinzi wetu wa kura tulipata evidence namna uchaguzi ulivyokiukwa, namna ambavyo Chama cha Mapinduzi tulilinda kura. Makamu mwenyekiti wa chama chako, ushahidi wa wizi wa kura. Makamu mwenyekiti wa chama chako, mlinzi ni kumtafuta mwizi. Tulimpata mwizi na tunaweza kuelezea mwizi alivyoiba. Maeneo mengine
tuliweza kuwashinda na watu wetu wakatangazwa. Makamu mwenyekiti, maeneo mengine yalishindikana. Makamu mwenyekiti wa chama chako Isiaka Mchinjita amekiri mara kadhaa ya kwamba ACT mnakiri ya kwamba mlishindwa kulinda kura. Mimi kiongozi wa chama Dorothy Semu ninasema swala wajibu wa ACT wa kulinda kura ulifanikiwa. Tumwamini nani? Watanzania wamwamini nani sasa? Na ushahidi wake. Ndio maana mpaka leo tunaweza kuonyesha picha namna kura zilivyokuwa zinaibiwa. Watanzania wamwamini nani sasa? Matokeo ya ulinzi ni nini? Matokeo ya ulinzi ni kukuonesha Watanzania waamini anachowaambia kiongozi wa chama. Matokeo ya ulinzi ni nini? Matokeo ya ulinzi ni nini? Matokeo ya ulinzi ni kuonesha kwamba mchakato huu uliibiwa hivi, mchakato huu hapa walienda ndivyo sivyo, mchakato huu mawakala walizuiwa. Hiyo ndio ilikuwa matokeo ya mchakato wa ulinzi. Na ndio maana tukawa na ushahidi na kesi. Laiti ungekuwa kweli kuna ukweli, uhuru na uwajibikaji wa kimahakama, kesi zile zingesonga mbele. Tungeweza kuwaonesha Watanzania namna ambavyo tuna ushahidi kutokana na ulinzi tuliofanya. Oktoba mlifanikiwa kulinda kura zenu. Tulifanikiwa kulinda kura kwa kuonyesha matobo, kwa kuonyesha jinsi uchaguzi ulivyoibiwa, kwa kuonyesha namna ambavyo CCM ilitumia mabavu na mifumo ya dola kupora haki za wananchi. Umeweza kutazama hapo vile vile na umekiri ya kwamba aliyekuwa anaongea maneno yayo ni wewe Dorothy Jonas Semu. Umewaeleza Watanzania wakati huo ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kutawala nchi hii. Kimeshindwa kutimiza ahadi na matamanio ya Watanzania. Ni kweli kabisa. Je, mpaka sasa hivi unaamini ya kwamba CCM imeshindwa kutimiza ndoto za Watanzania? Ndio. Na sisi tulisema wakati ule naongelea, tulikuwa tunaelezea wananchi kwa nini tuende kwenye uchaguzi, kwa sababu lile ndilo jukwaa bora zaidi tena la kuongelea namna Chama cha Mapinduzi kilivyoshindwa. Lile ndilo jukwaa bora zaidi la kusema namna gani chama cha ACT Wazalendo kitakuja na ilani na kubadilisha yale ambayo yameshindikana. Na jukumu hilo lilifanyika na wananchi na wagombea wa chama cha ACT Wazalendo kueleza kinagaubaga namna ambavyo chama cha CCM ndio kipo madarakani sasa hivi. Je, unaamini ya kwamba bado wameshindwa kutimiza matarajio na ndoto za Watanzania? Sio swala la kuamini, huo ndio uhalisia. Nchi hii imepata uhuru miaka 60 iliyopita. Mpaka leo tuko pale pale. Ujinga, maradhi, umaskini. Hali halisi ndivyo ilivyo. Aliye anayeongoza nchi hii hapa alipotufikisha, hatukutakiwa kuwa hapa kama taifa. Tulitakiwa tu tumefika mbali zaidi, tulitakiwa tu na maisha bora zaidi. Changamoto zimekuwa lukuki, tuna vijana wasiokuwa na ajira, tuna maisha duni, tuna hali ngumu ya maisha. Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kibadilishwe. Na ndio wajibu wetu sisi kama ACT Wazalendo, uwepo wetu hapa kwamba kuja kama chama makini mbadala, chama ambacho kinatafuta kushika dola la Tanzania. Mnawezaje sasa kiongozi wa chama kushirikiana na chama hiki, Chama cha Mapinduzi, ambacho mnasema ya kwamba kimeshindwa kufanya kazi na hata sasa unakiri kwamba kimeshindwa? Mnawezaje sasa kushirikiana nao? Ina maana ya kwamba una maana gani kushirikiana? Hebu fafanua ushirikiano wao. Nisikilize ndugu Demba. Tumeona mmefanya mlisign makubaliano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndio, yale yalikuwa ni matokeo. Inaongozwa na CCM. Nisikilize ndugu Deba, sisi ni wanasiasa. CCM ni kweli imeshindwa kuwapeleka Watanzania kwenye nchi ya ahadi tuliyoiona. Lakini haina maana tukae pembeni tuangalie nchi ikiangamia na tusiwe sehemu ya suluhisho. Kwa hiyo sasa hivi nyie pia ni sehemu ya kushindwa kwa sisi ni sehemu ya suluhisho. Sisi tumesimama na wananchi kutaka suluhu. Tunataka kubadilisha siasa za Zanzibar. Tumechoka na kila baada ya miaka 5 kuwa na sekeseke na kutofikiwa haki za wananchi. Mnaposhirikiana na watu walioshindwa, mimi nafikiri unatukosea unapoyaita mashirikiano.
Yale yalikuwa ni mazungumzo ya nini? Ambayo mwisho wa siku yalipelekea kuwa na tamko la pamoja kama sehemu ya kuhakikisha uwajibikaji na kuhakikisha kwamba yale yaliyowekwa kwenye ajenda za wananchi yanakwenda kufanywa kazi. Ajenda ya wananchi hiyo zinaenda kutekelezwa na watu gani? Ajenda ya wananchi inaenda kutekelezwa na Chama cha Mapinduzi, ambayo ikiwepo chama cha ACT Wazalendo. Hapo mnashirikiana, mshirikiani? Sio swala la kushirikiana, mnashirikiana amshirikiani? Kutafuta suluhisho la wananchi. Mnashirikiana hapo, hamshirikiani? Tenganisha ya maswala, ni swala la kutafuta suluhisho la wananchi, kwa sababu wenzetu wa Zanzibar katiba yao inasema kunapotokea uchaguzi, chama ambacho kitapata zaidi ya 10% ya kura ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Na sisi kwa kutumia nafasi hiyo, badala ya kukimbilia vyeo na kugawana nafasi kama sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa, tumetumia nafasi hiyo kusimama na wananchi, kujibu changamoto za uchaguzi wa Zanzibar. Kila baada ya miaka 5 tunawezaje kujenga taifa la Zanzibar ambalo uchaguzi unakuwa ni huru wa haki, taifa la Zanzibar ambalo misingi inajengwa kwenye uimara, ambao kesho na kesho kutwa chaguzi zitakuwa ni jambo la kujivunia. Zanzibar mnashirikiana, ACT Zanzibar wanashirikiana na CCM hawashirikiani. ACT Wazalendo Zanzibar ilikuwa ni sehemu ya umoja ya serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 20 mpaka 2025, na ilitakiwa iwe ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa, lakini tumetumia fursa hiyo kutafuta suluhisho za changamoto za kisiasa za Zanzibar na sio vinginevyo. Wajibu wetu sisi ni kwa wananchi, wajibu wetu sisi ni kwa Wazanzibari na sio kwa Chama cha Mapinduzi. Tunataka kuiona Zanzibar yenye mabadiliko. Wao Chama cha Mapinduzi ni sehemu ya equation na sisi ni sehemu ya equation ya suluhisho. Kwa hiyo ni lazima kazi ifanyike na vyama hivi ambavyo ni sehemu ya equation ili kupata suluhisho. Hakuna chama kingine chenye ushawishi wa kisiasa Zanzibar kama ACT Wazalendo, na tumetumia nafasi hiyo kama chama cha watu kuleta suluhisho la kisiasa Zanzibar. Mnawachanganya Watanzania. Watanzania wanatakiwa wasichanganyikiwe. Lakini mnawachanganya. Iwe iwavyo, tumekuja kama chama cha kuleta masuluhisho, chama cha kusimama na wananchi, na chama ambacho kinatambua nafasi yake. Unaona mkiwachanganya, hamuoni mkiwachanganya. Tumeamua tukimbilie kwenye kuleta masuluhisho ya kudumu. Mnaona mkiwachanganya, hamuoni mkiwachanganya. Tumefanya kazi yetu ya msingi. Tunajua wananchi wana maswali. Kazi ya kwanza tuliyofanya na kubwa ni ya kuelewesha wananchi wa Zanzibar kwamba tunataka nini kitokee, tunakwenda kwenye mazungumzo kufanya nini. Na baada ya kupata hayo ajenda za mazungumzo, tumeenda kuwaelesha hizi ndio ajenda zinazoenda kuongelewa. Haya ndio matokeo tunayotaka kuwaona, na wananchi wametusikia na wametuelewa. Na ajenda mojawapo ndani ya swala ambayo tumekubaliana, moja ilikuwepo ni tamko la pamoja kuonesha kwamba vyama hivi vimekaa chini, vimezungumza na vinakwenda kufanya kazi kusuluhisha maswala kadhaa, na maswala yameainishwa kinaga ubaga kwenye ajenda. ACT Wazalendo, hapa na pale. ACT Wazalendo, mpo serikalini, hampo serikalini? Hatupo serikalini. Othman Masoud Othman ni nani? Othman Masoud Othman ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar. Tumeona msafara wake akitritiwa kama kiongozi ambaye yupo ofisini. Hii ina maana gani? Sio kweli. Ndugu Othman kama makamu wa kwanza wa rais mstaafu upande wa Zanzibar ana haki zake kama kiongozi mstaafu za kiulinzi na haki za ujumla kama kiongozi mstaafu. Kwa hiyo hayo ndiyo yamekuwa yakiendelea. Msafara alionao na aliyokuwa nao imepungua, haijapungua? Sina uhakika kama imepungua. Wewe ni kiongozi wake. Mimi ni kiongozi wa chama. Kazi yangu sio kuhesabu misafara iliyopo au inayopewa. Msafara wake ninachokwambia Othman Masoud Othman kama makamu wa kwanza wa rais mstaafu ana stahiki zake kama kiongozi mstaafu na stahiki hizo amepewa. Msafara wake tunaona misafara kama ilivyokuwa awali akiwa mamlakani. Na mengine yote
yanatokana na uhitaji wa kiulinzi, yanatokana na mahitaji ya wakati. Kama wameona mfumo kwamba ndugu huyu anahitaji ulinzi zaidi, akiwa makamu wa kwanza wa rais mstaafu, achiliwe msafara wake kama yuko ofisini. Achiliwe kama itamfanya akiwa atakuwa na ulinzi zaidi, na kama atakuwa analindwa zaidi kama kiongozi aliyewahi kutumikia taifa hili. Kwa hiyo hawa viongozi wengine ambao wamestaafu, ambao wana misafara iliyowekwa kwa mujibu wa sheria, hii unasemaje? Kazi na jukumu la mtu kuifuata sheria sio la chama cha ACT Wazalendo. Ndugu Othman Masoud Othman kama mwenyekiti wa ACT Wazalendo ameshafanya wajibu wake wa kuifahamisha ofisi husika kwamba mimi ni makamu wa kwanza wa rais mstaafu. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu wa wahusika kumpa stahiki yake inavyotakiwa, sio kuongeza au kupunguza, kumpa stahiki yake kama kiongozi kama inayostahili, kwa sababu sisi ni chama tunachotaka uwazi, uwajibikaji. Tunaomba vifanyike kama vinavyotakiwa kufanya kwa mujibu wa sheria. Lakini wakati mwingine tumeona sehemu nyingine yote usalama unaweza ukawa step down up au ukawa step down. Na kama wataona katika mazingira yaliyoko sasa kuna mambo yanahitaji kuongezwa kwa ajili ya usalama wake, apatiwe haki yake kama kiongozi mstaafu. Haendelee kupewa treatment kama vile yupo ofisini. Hili nalo kiongozi wa chama hapewi treatment kama kiongozi aliyoko ofisini. Huu kiongozi tumekuwa naye tukifanya kazi, anapewa haki yake kama makamu wa kwanza wa rais mstaafu na sio vinginevyo. Hatudai extra treatment, hatudai lower treatment, tunasema apewe haki yake. Katika kikao mlichofanya na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mlimuomba awe anawashirikisha katika safari zake za nje ya nchi. Bila shaka hapana. Mimi sio nitumie usemi gani kwa urais, au kuwepo kwenye kikao. Nilikuwepo kwenye kikao. Nilienda pale kwenye kikao kwa kazi mahususi. Kazi gani mahususi? Kazi mahususi ilionipeleka kama kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Chama hiki kimekuwa na msimamo wa nini kifanyike baada ya Oktoba 29 na maombi ya aina hiyo ya rais kuombwa kusafiri katika mataifa ya nje na viongozi wa upinzani, uliyasikia? Sasa hayo ni mambo ambayo mmesikia huko yakielezewa. Wewe uliyasikia, haukuyasikia? Tunapokuwa kwenye kikao na Mheshimiwa Rais, kila mtu anakuja na ombi lake na hitaji lake la wakati. Mimi nilipeleka hitaji na ombi la chama changu kuhusu kuhakikisha kwamba mazungumzo yoyote yanayofanyika baada ya Oktoba 29 na masuala mengine yote yafanyike chini ya haki, ukweli na uwajibikaji. Mimi sitaki kuwa msemaji wa wengine, lakini maombi hayo uliyasikia. Ninaomba niwe msemaji wa chama changu na swala lililonipeleka kwenye mkutano wa rais. Hivi karibuni mwenyekiti wa wanawake chama cha AFP Shani Kitumbua aliwaambia Watanzania ya kwamba wewe ulikuwa ni miongoni mwa viongozi wa upinzani mliokuwa kwenye msafara wa kusafiri na Rais Samia nje ya nchi, na utaratibu zote za kisafari zilikuwa zimekwisha fanyika, na wewe kila kitu chako cha kusafiria kilikuwa kimewekwa sawa. Mara ghafla haukuonekana airport, na hata walipokutafuta Dorothy haukuenda. Kwa nini ulikimbia? Ama kwa nini haukwenda safari ya Rais Samia Suluhu Hassan? Kiongozi wa chama ACT Wazalendo ana uzoefu mkubwa. Ameshiriki kwenye mambo mengi ya kitaifa, kimataifa, ya kichama. Sio mgeni wa safari za kitaifa, za kimataifa. Lakini kwenye hili naomba nikwambie sita comment. Atatoa maelezo ndugu Shani kama anafahamu zaidi, lakini hutopata comment ya Dorothy Sem. Mambo yako ya safari yaliwekwa sawa. No comment. Ulikubali kusafiri. No comment. Kwa nini au kwenda safarini? No comment. Je, hii inamaanisha nini kama unakubali kusafiri na rais alafu ghafla umebadilika? No comment. No comment yako inamaanisha nini, mheshimiwa? No comment inamaanisha kwamba Dorothy Semu alishiriki kikao na rais kuwakilisha matakwa ya ACT Wazalendo kuhusu
msimamo wa kusonga mbele baada ya Oktoba 29. You was aware. Tunataka ijengwe kwenye misingi ya haki, ukweli. Ulikuwa na taarifa ya kusafiri na Rais Samia. No comment. Je, uliambiwa ya kwamba unasafiri? No comment. Taarifa ulikuwa nazo, haukuwa nazo? No comment. Ni muhimu katika wakati huu tuliokuwa nao, miezi 8 baada ya vifo vya Tanzania zaidi ya 519, tukajikita kwenye mambo ya msingi, mambo ambayo Watanzania wamekuwa wakiyasubiri. Kuna kina mama wanalia waoni watoto wao, kuna Watanzania waliozika nguo, kuna Watanzania wanataka majibu ni kitu gani kilitokea Oktoba 29. Kwa nini ulikubali safari? Naomba kama chama cha siasa na watu makini tujikite kule kutafuta masuluhisho. Kwanza tutafute ukweli, tutafute haki, tutafute wajibikaji, lakini jingine tuhakikishe nchi yetu inatumia fursa hii kwenda kwenye kujenga taifa letu, kuanzisha mchakato wa katiba mpya na maboresho mengine yote ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, ili kamwe Oktoba 29 isitokee tena katika nchi. Kwa nini ulikubali safari? Kwenye mambo madogo yasiyokuwa na kichwa wala miguu katika mjadala huu mpana, mjadala mzito na mjadala ambao unahitaji wananchi wajikite na waelewe mazingira tuliokuwa nao na waache kupeperushwa na mazungumzo ambayo hayana msingi kwa sasa. Ili jambo, Mheshimiwa kiongozi wa chama, ni jambo kubwa sana kisiasa, lakini uliwezaje kukubali kwenda safari halafu usiende? No comment. Ulizuiwa? Mimi ninataka Watanzania wajikite kwenye mambo ya msingi. Kwa nini mnaomba kitu ambayo yataleta mabadiliko kwenye wakati tuliokuwa nao? Wakati huu tuna mtanziko mkubwa wa kisiasa. Watu wanataka waitengeneze Tanzania ya kesho, Tanzania bora, Tanzania ambazo wananchi watakuwa na uchaguzi huru na haki, Tanzania ambayo wananchi watakuwa wanajivunia kuchagua viongozi wao bila kupokwa na mifumo ya dola, Tanzania ambayo tutaanza kuongea na kujua masuala gani muhimu tunakwenda kukubaliana kama taifa. Wakati kwenye katiba mpya ya wananchi. Hamkujua ya kwamba Tanzania ambayo inahitaji mabadiliko ya kweli na kutoka hapa tulipo na sio vinginevyo. Wakati mnaomba safari hamkujua kwamba Tanzania inahitaji mambo kama hayo? No comment. Ngazi nilofikia ndugu Demba, mimi sio mtu wa kuomba safari yoyote. Ninaendelea kusimama na misimamo ya chama changu cha ACT Wazalendo, taendelea kutetea maslahi ya Watanzania na hasa tunapotafuta suluhisho. Kwa nini ulipeleka passport kama ulijua ya kwamba wendi safari hiyo? Kwa nini ulipeleka passport yako? Comment. Sababu hadi passport ulipeleka na taratibu zote za kisafari zilikamilika. No comment. Na kila kitu chako uliwekewa sawa. No comment. Mara ghafla bin pu, kiongozi wa chama, ukakimbia mtini. No comment. Ukiambiwa utaje jambo moja ambalo serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya vizuri ambalo ninyi ACT Wazalendo hamwezi kuipinga, ni hipi? Kwa sasa wajibu wangu mimi kama chama cha siasa makini ni kutafuta suluhisho ya changamoto za Watanzania, masuala makubwa ikiwemo baada ya Oktoba 29 taifa hili tunaondokaje hapa, na kuhakikisha kwamba tunapata ukweli, tunapata haki, tunapata uwajibikaji wa matukio ya Oktoba 29, tunapata suluhisho na kwamba kama taifa hatutarudi tena kule. Sio wajibu wangu kutetea au kukisemea chama tawala. Wana vyombo husika na mkururo mzima wa viongozi ambao utakuwa tayari kuelezea mafanikio yao kama chama kila inapotakiwa. Msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu maridhiano ni yapi? Sisi tumesema mazungumzo yoyote yatakayofanyika kuelekea kwenye maridhiano ni lazima yajengwe kwenye msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji. Unaona CCM wakiwa na dhamira ya kufanya maridhiano hayo ya kweli na ya haki kama unavyosema? Dhamira ni jambo ambalo linaweza kujengwa, ni jambo ambalo linaweza kusukumwa na ni jambo ambalo litafanyika iwapo Chama cha Mapinduzi kweli kinataka kujibu changamoto za wananchi. Unaona dhamira hiyo? Hili ndilo hitaji la wananchi. Unaona wakiwa na hiyo dhamira. Sasa ni wenyewe kukaa mezani kuamua kuwapa wananchi wanachokitaka au kuamua kuwapuuza kama chama cha siasa. Tutaiona dhamira hiyo
watakapoonyesha utayari na atakapoonyesha ni misingi gani itasimamia na kuendeleza michakato hiyo. Ndio maana tunatumia kila avenue, kila fursa kukumbusha jambo hili, kuelimisha jambo hili na kuelezea masuala tunayoyataka. Unaona kuna maridhiano bila ukweli na haki. Hakuna maridhiano bila ukweli, haki wala uwajibikaji. Mna maana gani? Lakini pia tutambue maridhiano ya mazungumzano yatafanyika na kufikia maridhiano kama tutakuwa na dhamira ya dhati ya kisiasa na utashi wa dhati wa kisiasa na ushirikishwaji wa wadau wote muhimu watakao wakilisha wigo mpana wa Tanzania kwenye kutafuta suluhu ya nchi yetu. ACT mna maana gani mnaposema ya kwamba hakuna maridhiano bila ukweli na haki, wakati tunaona baadhi ya viongozi wa ACT Wazalendo ikiwemo wewe mkikutana na viongozi wakuu wa serikali na CCM? Huu kwa mtazamo wako huoni kama ni unafiki wa kisiasa kwa wananchi wanaotarajia msimamo? Hatukutani na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kunywa kahawa. Tunakutana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutafuta masuluhisho ya taifa letu. Lakini chai pia huwa mnakunywa. Na ndio maana tunatumia kila jukwaa kuhakikisha tunasukuma ajenda za kutaka mazungumzo ili tuweze kufikia kwenye maridhiano ya kweli kama taifa. Na unajua kazi ya siasa, hutakaa upande wako kule na mwingine akaa upande wako kule. Ni lazima uwepo wa engagement. Na engagement zinatokea kwenye level tofauti. Sisi kila fursa tunayopata kuengage, tunaenda mbele na hoja za kuitafuta suluhu ya kweli ya Tanzania na sio vinginevyo. Nani wa kuleta maridhiano ya kweli? Wa kuleta maridhiano ya kweli ni Watanzania wakiongozwa viongozi wa vyama vya siasa, asasi za kiraia, mashirika ya dini, lakini kwa muktadha tuliokuwa nao sasa, Chama cha Mapinduzi kuonesha kweli nia ya dhati ya kutaka kuleta suluhisho ya kudumu kwenye hali tuliyokuwa nayo. Na tumeanza kutafuta hili sio baada ya Oktoba 29 tu. Tumeanza kutafuta hili, kumbuka sisi tulikuwa ni sehemu ya mchakato wa kikosi kazi cha demokrasia. Tulienda mbele, tulitoa maoni yetu, na baada ya hapo, hata baada ya uchaguzi wa serikali, kabla ya uchaguzi wa serikali ya mtaa, kupitia kituo cha demokrasia tumetafuta hiyo nafasi ili tuwe na chaguzi huru na haki. Hata baada ya uchaguzi wa Oktoba Novemba 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa, tulitafuta fursa, tuligonga milango kwamba jamani, hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi mkuu katika hali tuliyokuwa nayo. Maridhiano ni baina ya nani na nani? Maridhiano tunayotaka ni baina ya Watanzania na mifumo iliyoko katika nchi hii. Tunataka kujenga misingi ya kupata taifa ambalo ushindani wa kisiasa unawekwa katika misingi ya ukweli, haki na uwajibikaji. Tunataka kupata taifa ambalo uchaguzi hautakuwa vita, bali utakuwa ni zoezi la mwananchi, zoezi la kujivunia, zoezi la kwenda kuchagua. Watanzania watawakilishwa na nani kwenye hayo maridhiano? Ya uchaguzi ya Watanzania yawe ya usawa, ya kiushindani, na tuondoe uwepo wa vyombo vya dola kama sehemu ya kuibeba Chama cha Mapinduzi. Watanzania watawakilishwa na nani kwenye hayo maridhiano? Watanzania watawakilishwa na wigo mpana na watu. Sisi kwanza, kuna upande wa vyama vya siasa, kuna upande wa mashirika yasiyokuwa kiserikali, kuna upande wa taasisi za dini, lakini pia mnapokwenda kwenye mazungumzo ni nyie wenyewe kama Watanzania kujijengea msingi. Tunataka namna gani, jinsi ambavyo uwakilishi utakuwepo. Hii sio kitu kwamba imeandikwa kwenye mbao kwamba ni lazima hivi, lazima hivi. Ni wajibu wetu sisi Watanzania kuitafuta namna bora ya kwenda kwenye mazungumzo ili tuweze kutatua changamoto zinazotukabili za kikatiba, za kisheria, za kiuchumi na za kijamii. Unaona Watanzania wakiwa na imani na hao ambao unawasema wawakilishe kwenye meza ya maridhiano. Watanzania wana imani kwa sababu siku zote Watanzania wamekuwa na uwezo wa kuchagua wawakilishi wao katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo mimi ninaamini michakato hii itakapokuja, ndio maana sisi tunataka badala ya kukimbia kusema tunakwenda kwenye maridhiano, tuwe na kikao cha kitaifa, mchakato ambao utakaribisha Watanzania kupitia asasi mbalimbali, kupitia Watanzania kutoka all walks of life, waje tuzungumze, tukubaliane kama taifa tunataka kupita njia gani kupata masuluhisho ya taifa letu.
tunataka kwenda mbali kiasi gani kujadiliana, kujipa nafasi, kujipa uhuru, kujikita kwenye ukweli, kujipita kwenye haki, kujipita kwenye uwajibikaji, ili yale mambo ambayo yanatuletea mtanziko kama taifa, kwanza tupate utatuzi. Maridhiano bila Chadema inawezekana? Nasema maridhiano yanatakiwa yamuhusishe kila mtu ambaye ni sehemu ya suluhisho. Maridhiano bila Chadema kuanza kuchanganua nywele kwamba huyu na huyu ni yule. Vyama vya siasa ni wadau katika maridhiano. Kwa hiyo vyama vyote vitakuwa ni muhimu katika maridhiano bila kutaja kimoja au kingine. Chadema unahisi ni muhimu katika maridhiano? Vyama vyote vya siasa, vyama makini vya siasa, vyama vyenye ushawishi mkubwa na wafuasi wengi ni muhimu na ni lazima vipewe nafasi kwenye maridhiano. Chadema wana wafuasi wengi. Sasa kitajipanga hapo. Mimi naamini chama chenye wafuasi wengi, chama ambacho kina ushawishi mkubwa, na vyama vingine vyote ni lazima viwepo kwenye maridhiano bila kuanza kubagua huyu wala kuita yule wala kujipa umuhimu. Kwa sababu wewe kama ni chama cha siasa, ni jukumu lako kukaa mbele, kuongoza na kuwa sehemu ya hayo maridhiano, na sio kukaa upande wa pili na kusema mimi lazima niwepo. Kama ni wewe lazima uwepo, karibu utoe masuluhisho, tusonge mbele. Pinzani wenzenu Chadema wanasema hawakitambui serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani. Je, ninyi ACT Wazalendo mnatambua serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani? Sisi tumeshatoa msimamo. Tumesema uchaguzi wa Oktoba 2025 haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Naitambua serikali ya Muitambui. Uchaguzi haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Mnaitambua serikali ya Muitambui. Haina uhalali wa kisiasa wa kuwepo. Viongozi waliopatikana kupitia uchaguzi huu ambao mnasema ya kwamba haukuwa na uhalali wala haupaswi kuaminiwa, mnawatambua hamuwatambui? Viongozi wa chama cha ACT Wazalendo waliochaguliwa na kuaminiwa na wananchi katika mazingira magumu hayo ya kisiasa wameendelea kuwakilisha wananchi katika viongozi mbalimbali. Wameendelea kushiriki na kusimama kwa ajili ya wananchi katika kazi mbalimbali. Nazungumzia viongozi wa kitaifa. Tumeshaelezea kwamba uchaguzi huu hauna halali na tumeenda mbali kutaka uchaguzi huu urudiwe. Je, mnatambua viongozi waliopatikana na uchaguzi huu? Hali tuliokuwa nayo sio habari ya kutambua au kutotambua. Tumeshaeleza msimamo wetu na jinsi ambavyo uchaguzi huu sio huru, haki wala wa kuaminika. Je, viongozi waliopatikana hawana uhalali wa kisiasa mnawatambua amuwatambui? Kwamba tuko kwenye mtanziko wa kisiasa ambao unatakiwa utatuliwe. Mnawatambua amuwatambui? Uchaguzi urudiwe. Mnawatambua amuwatambui? Msimamo wa chama cha ACT Wazalendo. Sasa je, mnawatambua hamuwatambui? Tunatakiwa kutafuta suluhisho la hali iliyoileta nchi yetu hapa tulipo, ikiwemo kuhakikisha tunarekebisha matukio ya Oktoba 29 na mengine yanafuata, ikiwemo kupata chaguzi huru na haki kwa Watanzania. Hali tuliyoko sasa kwa kuchukua matokeo ya Oktoba 29 ni taifa lililoko kwenye mtanziko, kwa sababu tumesema uchaguzi huu haukuwa huru, haki wala wa kuaminika. Na viongozi walioko madarakani hawana uhalali wa kisiasa kwa sababu hawakuchaguliwa na wananchi. Sasa wamepoka uchaguzi. Mnawatambua kama viongozi kwenye nafasi? Amuwatambui? Jukumu letu sio kuwatambua au kutokuwatambua. Jukumu letu ni kurekebisha hali iliyoko na kuhakikisha kwamba Tanzania hairudi tena kwenye hali kama hii. Mnawatambua au hamwatambui? Na kuhakikisha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa tena sio sehemu ya kubeba uchaguzi, kupoka uchaguzi na kujichukulia madaraka ya wananchi. Badala ya kuwapa wananchi uhuru wa kuchagua viongozi wao, wao wamekuwa ni sehemu ya kuteua nani atawale na nani asitawale. Tunatumia bunge kama jukwaa la kisiasa la kusemea Watanzania na jukwaa mengine yote, na tutatumia jukwaa jingine lolote sahihi kama sehemu ya kusukuma na kuleta mabadiliko ya kweli katika nchi yetu. Na mmewaruhusu waendelee kula matunda
ambayo mnaona ni matunda haramu. Tumewaruhusu waendelee kuwatumikia wananchi Huku wakila matunda ya nafasi kuwasemea na kudai haki ya mwananchi wa Tanzania ya kupata uchaguzi huru na haki, huku wakila na matunda kusemea ya nafasi haki hizo ya Watanzania ya kupata katiba ya wananchi, na kusemea haki ya Watanzania ya kupata tume huru ya uchaguzi na sio vinginevyo. Wako kazini kutetea, kuongelea Watanzania, kukosoa chama kilichoko madarakani. Wako kazini kusemea mahitaji ya Watanzania na sio vinginevyo. Huku wakila matunda ambayo imetokana na uchaguzi mnaoita ni uchaguzi haramu. Sisi hatuoni kama kususia matokeo ni faida kwetu. Tunaona faida kwetu ni kuendelea kutumia maeneo ya bunge na maeneo mengine yote kama jukwaa la kisiasa na kama sehemu itakayotumika ya kutafuta suluhisho. Tusirudi tena kwenye Oktoba 29, tusirudi tena kwenye Tanzania inayopoka uchaguzi wa wananchi. Turudi kwenye Tanzania ambayo inatambua haki za wananchi wake za kupata viongozi, na tuwarudishie wananchi haki yao ya kupiga kura kuchagua viongozi wao, haki yao na thamani ya kura ya kuchagua viongozi wao. Hivyo mmewapa baraka ya kuendelea kula matunda hayo. Tumewapa baraka ya kuendelea kuwatumikia wananchi, kuwatelekeza wananchi, lakini kuendelea kusemea mahitaji ya wananchi, kuendelea kukosoa serikali iliyoko madarakani, na kuendelea kuhakikisha kwa pamoja tunasukuma kuleta mageuzi ya kweli kwenye demokrasia yetu. Huku wakila matunda ya nafasi hizo. Wao wamepewa wajibu wa kuwatumikia wananchi na wajibu wa kusukuma mageuzi kwenye kila platform itakayowezekana. Anyway, Dorothy Jonas Sem, kiongozi wa ACT Wazalendo, nakushukuru sana. Nakushukuru sana na kutakia kila laheri.